Msanii mkongwe wa muziki wa Bongo Flava na Seif Shabani maarufu kama Matonya jana Alhamis ya tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2026 alifikishwa mahakamani katika eneo la Shanzu, kaunti ya Mombasa nchini Kenya. Alikabiliwa na shtaka la ubakaji, na kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, upande wa mashtaka ulieleza mahakama kuwa April 7 mwaka 2026 katika jengo la Josi Joka Apartment lililopo Nyali, Mombasa, msanii huyo anadaiwa kumwingilia kimwili mwanamke aliyetajwa katika nyaraka za mahakama kwa herufi ya J.G kwa kutumia nguvu. Inadaiwa kwa maana ya Matonya sasa ndo anatuhumiwa hivyo, na Matonya anayefahamika zaidi kupitia wimbo wake maarufu wa Violet ameshtakiwa kwa kosa hilo chini ya kifungu cha 3(1)(a) kikisomwa pamoja na kifungu cha 3(3) cha sheria ya makosa ya kingono nchini Kenya. Na mbali na shtaka hilo, lakini shtaka kuu, msanii huyo pia anakabiliwa na shtaka mbadala la kufanya kitendo kisichofaa kwa mtu mzima, ambapo mahakama iliambiwa kuwa alimgusa mwanamke huyo katika sehemu zake za siri bila ridhaa yake. Baada ya kusikiliza maelezo ya pande zote mbili, mahakama ilimruhusu mshtakiwa kupewa dhamana ya shilingi 5,000,000 za Kenya, sawa na takriban shilingi milioni 10 za Tanzania, kwa sharti la kuwa na mdhamini mmoja raia wa Kenya mwenye dhamana ya kiasi hicho. Umeona sasa, hii ni taarifa ambayo imewashtua watu wengi sana, hasa ukizingatia msanii mkongwe wa muziki wa Bongo Flava na Matonya amekuwa si mtu ambaye ana matukio hayo, huenda yuko nayo lakini hayakuwa yanakuja hivi public kama hili ambalo limetokea pale nchini Kenya. Sasa hapo mwishoni kwenye hii taarifa inasema kwamba baada ya maelezo ya pande zote mbili, mahakama ilimruhusu mshtakiwa kupewa dhamana ya shilingi 500,000 za Kenya, ambazo ni sawa na takriban shilingi milioni 10 za Tanzania, kwa sharti la kuwa na mdhamini mmoja raia wa Kenya mwenye dhamana ya kiasi kama hicho. Moja taarifa ambayo imewashtua watu wengi pia, na kwenye dhamana bwana, kupitia ukurasa wa Instagram wa Chief Godlove Billionaire amepost picha ya Matonya na kuandika ujumbe ambao unasomeka hivi: mimi kama mpenzi wa muziki wa Tanzania wa zamani, kinachoendelea kuhusu Matonya kukamatwa kwa ubakaji sijui kama ni kweli au sio kweli, ila mimi Mtanzania mwenzangu naomba nifuatilie, nikipata kweli ninamlipia hiyo milioni 10. Sasa tumeelewa alichokiandika hapa Chief Godlove, kwa maana yeye pia yuko pale nchini Kenya, kwa hiyo ameonekana kuguswa. Nimeona mtu kama Tundamani pia ameposti kwamba Watanzania tumchangie msanii wetu wa Tanzania, kwa maana ya Tundamani, kupitia ukurasa wake wa Instagram pale. So watu mbalimbali wameonekana kutoa maoni yao kwa jinsi ambavyo hili swala limekuwa likiendelea. Kwa vile mambo yapo chini ya vyombo vya sheria, tunasubiria kuona upande wa Matonya utajibu nini kuhusiana na hiki ambacho kimeonekana ama kimeripotiwa kwenye vyombo mbalimbali vya habari, na imekuwa taarifa ambayo imewashtua watu wengi sana kuhusiana na Matonya.